Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment. George Porgy The George si hadithi ya mapenzi tu, ni hadithi ya siri za serikali, monsters wa majaribio ya vita na mapenzi yanayokuwa katikati ya hatari ya kifo. Katika eneo lisilojulikana duniani kuna shimo kubwa sana linaloitwa The George, Juja Majuja. Kitu kilichomo humo hakijulikani, lakini kimewekewa walinzi wawili sniper kila upande, na hakuna aliyewahi kuruhusiwa kujua kilicho chini yake. Lakini kinachotokea pale sio tu vita, bali ni mapenzi, usaliti na siri ya kifo inayoweza kuangamiza dunia nzima. Tunamkuta Levi, sniper kutoka Marekani, anapelekwa kwenye mnara upande mmoja wa shimo. Upande wa pili upo Drasa, sniper kutoka Ulaya Mashariki, Russia. Wanaambiwa kitu kimoja tu, usiwasiliane na upande mwingine, endelea kulinda shimo. Lakini upweke unawashinda. Kwa kutumia mabango, darubini na ishara za mikono, wanaanza kuwasiliana kwa mbali. Pole pole wanajenga urafiki, uaminifu na hatimaye mapenzi. Levi anavunja sheria, anapanda zipline na kuvuka upande wa Drasa. Wanakutana uso kwa uso kwa mara ya kwanza. Wanakaa pamoja, wanacheka na hata kupendana kweli. Lakini hii inakuwa mwanzo wa janga. Wanalinda ndani ya eneo hilo kwa muda wa mwaka mmoja. Wakati Levi anarudi upande wake, zipline inakatika, anaanguka moja kwa moja ndani ya The George. Drasa hawezi kumwacha, anaamua kushuka ndani ya shimo kumtafuta. Hapo ndipo wanagundua ukweli wa kutisha. Juja si shimo la kawaida, ni eneo la majaribio ya zamani ya vita, biological na chemical experiments. Wanadamu waligeuzwa kuwa monsters. Ndani ya shimo hilo walipoingia, wanashambuliwa na monsters, wanakimbia kupitia mabaki ya maabara za zamani. Wanagundua serikali imekuwa ikificha siri kubwa sana. Kuna kampuni yenye nguvu, Darkley, inayotaka kutumia monsters kama silaha na kuficha ushahidi wote. Levi na Drasa wanaamua, hatuwezi kuiacha hii endelee. Wanaweka mabomu kwenye vifaa vya kuficha shimo. Wakati jeshi linawafuata, wanaanzisha self destruct protocol. Kila kitu kinaanza kulipuka. Shimo linaanza kuanguka. Wanakimbia kutoka chini ya ardhi kupitia milima, misitu. Drasa anafanikiwa kutoka, lakini Levi anajeruhiwa vibaya na anaanguka nyuma kwenye mlipuko. Anaonekana kana kwamba amekufa. Drasa anaamini Levi amekufa, anarudi maisha ya kawaida, lakini akiwa amevunjika moyo. Baada ya muda anapokea barua kutoka kwa Levi. Inaonyesha alikuwa bado hai, alinusurika tu kwa njia isiyoeleweka. Baada ya muda Drasa yuko kwenye maisha ya kawaida. Ghafla Levi anaonekana mbele yake akiwa amepona, na wanakutana tena, wanakumbatiana, wanacheka na kuanza maisha mapya pamoja. Lakini dunia bado haijui ukweli wote kile kilichotokea ndani ya shimo, na mwisho wake unaacha swali kubwa sana. Je, kweli shimo limeisha au kitu kingine bado kiko hai? Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment.